Sakata la mali za marehemu Zakaria Hanspop limechukua sura mpya baada ya mawakili wanaosimamia masuala ya urithi wake kuwataka watu wote wanaoshikilia mali za marehemu kuzirejesha kwa familia, huku akisisitiza kuwa mali hizo zipo chini ya usimamizi wa mahakama. Akizungumza kuhusu swala hilo, mmoja wa mawakili hao, Ziada Omari Mkwazu, amesema hakuna amri yoyote ya mahakama iliyotolewa kwa benki yoyote kukamata au kuuza mali za marehemu Hanspop, akifafanua kuwa amri iliyotolewa ilihusu kuondoa kesi ndogo zilizokuwa ndani ya mchakato wa kesi kuu inayoendelea mahakamani. Aidha, wakili huyo amesema watu wanadaiwa kughushi nyaraka kwa lengo la kupata mkopo benki kwa kutumia mali za marehemu kwa sasa wanakabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi na baadhi yao wanashikiliwa gerezani. Na nukuu maneno ya wakili Ziada: "Hakuna amri yoyote ya mahakama kwa ajili ya benki kukamata na kuuza mali zozote za marehemu Hanspop. Amri iliyotolewa na mahakama ilizondoa kesi ndogo kati ya kesi kubwa zilizopo mahakamani." Hanspop alifariki dunia usiku wa kuamkia Septemba 11 mwaka 2021 katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa majina mimi naitwa wakili Mkwazu, ni moja kati ya mawakili wanaosimamia kesi za familia ya marehemu Hanspop. Ninapenda tu kujulisha umma na kuwapa mwendelezo wa kile kinachoendelea kuhusiana na kesi zote zinazomhusu marehemu Hanspop. Cha kwanza, hakuna oda yoyote iliyotolewa na mahakama kwa ajili ya benki kukamata au kuuza mali za marehemu Hanspop. Oda iliyotolewa na mahakama ilikuwa ni technical issue tu za kisheria ambazo ziliondoa kesi ndogo kati ya kesi kubwa ambayo yuko mahakamani. Kwa hiyo baada ya kesi ndogo kuondolewa, hapakuwa na oda nyingine yoyote ya kuruhusu benki kuendelea kuuza au kukamata mali za marehemu Hanspop. Lakini pia mbili, waliogushi nyaraka kwa ajili ya kuchukua mkopo benki wako gerezani kwa sasa na kuna kesi dhidi yao. Ni kesi ni economic case namba 13647 ya 2026. Ni kesi ya uhujumu uchumi ambapo wale wote ambao wamehusika katika kugushi nyaraka na kuchukua mkopo kwenye benki hiyo ambayo tunasema, wote wamekamatwa na wameshafikishwa mahakamani, wako gerezani na kesi inaendelea dhidi yao. Lakini pia tatu, kuna jaribio lilifanyika na benki la kutaka kuchukua mali za marehemu na kwenda kuziuza kwa kisingizio kwamba kuna oda imetolewa na mahakama, ili hali hakuna oda yoyote iliyotolewa na mahakama. Hivyo tunashukuru ofisi ya ZDCO kwa kuingilia kati na kuzuia jaribio hilo. Lakini pia kuna restraining order ambayo imetolewa kwa ajili ya kumzuia mtu yeyote au benki kuchukua au kuuza mali ya marehemu Hanspop. Kwa hiyo saizi mali zote za marehemu ziko chini ya uangalizi wa mahakama. Lakini pia tunapenda kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa wakiendelea kuzirudisha mali za marehemu, na tunazidi kutoa order na tunazidi kutoa ombi kwao waendelee kujitokeza kuzirudisha mali za marehemu na wasisite kuonyesha ushirikiano kama wengine ambao wamezidi kufanya. Tunawashukuru sana wale wote ambao wameendelea kuzirudisha mali za marehemu. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya mali zimesharudishwa, sasa hivi ziko kituo cha polisi Central. Tunawasisitiza wale wote wenye mali za marehemu Hanspop, either ulipewa kwa bahati mbaya bila kujua kwamba ziko kwenye mgogoro, au ulipewa ukiwa unajua kwamba ziko kwenye mgogoro, basi zirudishe ili utaratibu unaohusika uweze kufuatwa. Lakini pia tunapenda kuwashukuru mawakili wote ambao wameendelea kuongeza nguvu katika kesi hizi za familia ya marehemu Hanspop. Tunawashukuru sana sana sana. Lakini pia tunazidi kutoa shukrani zetu kwa DPP, ofisi ya DCI na ZDCO Dar es Salaam kwa kuendelea kutupa ushirikiano na kuwapa ushirikiano familia, kwani kuna watu wanania ovu, na tunawasisitiza na tunawaomba waache. Kama kuna chochote kile ambacho wanakidai au wanahisi ni haki yao, tunarudia, wafuate utaratibu wa kisheria ili haki iweze kuchukua mkondo wake.